Lakini niwapongeze sana chama cha ushirika Chagua 2009 kwa maandalizi mazuri na kuonesha uwezo mkubwa waliokuwa nao wa kuweza kuhimili jukumu hili ambalo kwa mara ya kwanza ndio wamekabidhiwa. Naomba tuwapigie makofi. Tulipofika hapa, tulipoona haya maandalizi, hatukudhani kama hii kweli ni GUA. Tulidhani kama tuko katika eneo lingine tofauti kabisa. Nikawa namwambia mkurugenzi kwamba wakati mwingine ukiwa na shughuli zako, hebu waambie chama cha ushirika GUA waje kusaidia kuweza kupanga mambo. Kwa hiyo naomba tuwapigie makofi. Kwa kweli wamejitahidi sana. Lakini ndugu zangu, pia nitumie fursa hii kuweza kuwashukuru pamoja na shukurani ambazo nimezitoa. Niwapongeze pia chama chetu cha ushirika Chagua kwa kazi kubwa na mafanikio ambayo wamefikia, kwa sababu miongoni mwa kazi ambazo nilizozifanya ni ufunguzi au uzinduzi wa ghala ambalo limejengwa na wanaushirika. Hongereni kwa mafanikio makubwa, lakini wameniambia pia wako mbioni kuendelea kujenga maghala mengine ili kuwawezesha wanaushirika na kuwawezesha wakulima. Kwa hiyo hongereni sana kwa mafanikio hayo makubwa tuliyoyapata. Na wakati tuko pale, wako wakulima kadhaa waliweza kuzungumza baadhi ya changamoto ambazo zinakabili zao letu la tumbaku, lakini changamoto ambazo wameziona katika msimu wa mwaka huu. Na pamoja na hizo changamoto, ndugu zangu, tunaweza tukasema kwamba zao letu hili la tumbaku au sekta hii ndogo ya tumbaku imepita katika safari ndefu, na safari hii ambayo tumeipitia, tunaweza tukasema kwamba tumefika katika kiwango kikubwa sana ukilinganisha na miaka mitano, ukilinganisha na miaka 10 iliyopita. Hapa tulipofikia pana unafuu mkubwa, ingawa ziko changamoto ambazo sisi kama serikali kwa kushirikiana na wadau, lakini hali kadhalika kwa kushirikiana na wakulima, tunapaswa kuzitatua ili kuweza kufika kiwango kikubwa zaidi cha mafanikio. Kwa sababu nilikuwa naambiwa hapa mwaka 21 tulikuwa na makampuni takribani kama 3 hivi ambayo yalikuwa yananunua tumbaku Tanzania nzima. Lakini leo hii tuna makampuni yapatayo 21 ambayo yanajishughulisha na shughuli ya ununuzi wa tumbaku. Lakini hali kadhalika kwenye eneo la bei ambazo tulizokuwa nazo sasa hivi ukilinganisha na kipindi kilichopita, tofauti ni kubwa, ingawa wakati tuliokuwa nao pia na tunalinganisha na gharama za uzalishaji. Lakini hata kwenye upande wa uzalishaji, nimepokea takwimu hapa kutoka kwenye chama kikuu. Wanasema uzalishaji umepanda kutoka kilo milioni 6 mwaka 21 na mpaka sasa hivi wanazalisha takribani kilo milioni 29. Haya ni mafanikio makubwa ambayo wameyapata, na bila shaka yamechagizwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali, lakini utayari wa wakulima na wadau wote kwenye tasnia hii ya tumbaku kuweza kuwekeza zaidi na kubadilisha sekta hii ili kuifanya kuwa na tija zaidi. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta hii ya kilimo ndio ameifanya sekta ya kipaumbele sana. Amefanya sekta ya kipaumbele kwa sababu nchi yetu ya Tanzania zaidi ya 70% ya Watanzania ni wakulima. Kwa hiyo jitihada zetu za kuondoa umaskini hatuwezi kufanikiwa kama sekta ya kilimo haitakuwa na tija. Na sisi wananchi wa mkoa wa Songwe karibia 99% wote tunajishughulisha na sekta ya kilimo, na mkoa wetu unategemewa sana kwenye kuchangia kwenye jitihada za uzalishaji wa chakula kwenye taifa letu. Lakini wilaya yetu au kata yetu ya GUA hii, asilimia kubwa ya wananchi wanaopatikana huku karibia 99.9 wanajishughulisha na shughuli za kilimo.
Hata wananchi wenzetu kutoka Chunya, asilimia kubwa wanajishughulisha na shughuli za kilimo. Kwa hiyo hatuwezi kufanikiwa kuweza kuondoa maskini eza katika nchi yetu ya Tanzania, kwenye kata yetu ya Bua, kwenye mkoa wetu wa Songwe au kwenye mkoa wa Mbeya, kama sekta ya kilimo haijakuwa, kama wakulima hawajazalisha kwa tija, kama wakulima hawajapata masoko ya uhakika kwa mazao yao ya ambayo wamekuwa wakizalisha. Na ndio maana kwa kutambua hivyo, ndio maana rais wetu amewekeza zaidi kwenye sekta ya kilimo. Hapa tunapozungumza, wakati ameingia madarakani, bajeti ambayo wakulima mlikuwa inatengwa ilikuwa ni takribani bilioni 264. Lakini Mheshimiwa Rais akaongeza bajeti ya sekta ya kilimo. Na mwaka huu bajeti ambayo hivi karibuni imeidhinishwa na Bunge ni takribani trilioni 1 na bilioni 100. Mimi mwenyewe nilipata fursa kuweza kushiriki na kuhudhuria katika mjadala wa Bunge, kushuhudia namna bajeti yetu sisi wakulima ilivyokuwa ikiwasilishwa na Mheshimiwa Waziri, lakini ilivyopitishwa. Na nilipata hiyo heshima ya kushiriki kwa sababu mkoa wetu ni miongoni mwa wazalishaji wa mazao ya kilimo, na hiyo heshima mlipatia nyinyi wakulima. Kwa hiyo ndugu zangu, ongezeko hilo la bajeti zaidi ya mara 5, lengo lake anataka kuona wakulima wanazalisha kwa tija na sekta ya kilimo inakuwa na manufaa makubwa. Ndio maana leo hii tunapata mbolea ya ruzuku, kwa sababu sehemu ya bajeti hiyo inatumika kutoa ruzuku ya mbolea kwa ajili ya wakulima. Lakini sehemu ya bajeti hiyo inatumika kufanya utafiti kwenye sekta ya kilimo, inatumika kuweza kutoa vifaa mbalimbali ambavyo vinasaidia kuweza kuboresha sekta ya kilimo, ikiwemo vipimia udongo, lakini hali kadhalika kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa maafisa ugani wetu ili kuweza kuifanya sekta ya kilimo iweze kukua, lakini hali kadhalika katika maeneo ya umwagiliaji pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo uwekezaji huu bila shaka ndio umewezesha kuona haya mageuzi makubwa tuliyoyapata katika sekta ya kilimo, hususani kwenye sekta hii ndogo ya zao letu la tumbaku.